Wafanyabiashara na wakazi wa mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri, hasa wanaotumia barabara yenye kutoka mashariki mwa Kongo hadi mji wa Kisangani, waomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutengeneza daraja la mto Ituri. Messieurs les gouverneurs militaires de la province du Nord-Kivu, mon général, le détachement d'honneur, tous seront ainsi que de la police nationale congolaise. Ambassa est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite au pont Ségouri. Je vous invite à passer le détachement arabique. Le commandant de détachement, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major, Didier Yumba Koulou. Mon général, vous parlez vite, terminé. Abandonnez mon général. Le lieutenant-colonel est un noble d'Abidi, commandant qui vient de la Le président ne veut pas voir sa population souffrir. Il faut maintenir ça en tête. Le président ne veut pas voir sa population souffrir. Dès lors qu'il y a des opportunités, nous les saisissons pour matérialiser la vision du chef de l'État. Et c'est ce que nous allons faire. Merci. Msogee hapa. Msogee. Habari yenu? Mzuri baba. Mimi ni General Major Kirimwa Mikuwa Peter, gouverneur militaire ya province ya Nord Kivu. Mkono nguvu, piga mkono sana. Baba nakuye. Kufika kwetu hapa ni kusema kama tuangalie namna gani tunaweza endelesha makazi ya kujenga hii kilalo. Tunaona population inateseka sana na president de la republique hapendi mateso ya raia. Tunasikilizana. Ndio kwa maana tulifika hapa pamoja na office de route, pamoja na partenaire wetu Mama Jere. Notre béton.
kama rais anasema hapendi aone population yake nateseka. Ndio kwa maana pamoja na partenaire wetu tunakuya kusudi hata makazi ya kilalo yanje hata kesho. Kilalo ishe magari zitembee na askari aendelee kufanya usalama. Ndio. Nilikuwa naambia wenzetu hapa kama japo niko gouverneur militaire à l'intérim pour Nord Kivu, minjo komanda region ya Ituri. Alors tunataka angalia hali ya makazi na kesho kazi zinaanza. Baba wewe. Mie siko politicien, mais mnajua mwenyewe iko na susi ya nchi yetu. Si mnamjua? Ndio. Fatiba! Baba wewe. Baba Ah, ce sont des petits que j'ai formés à Bénin. Voilà. Si vous remarquez même ici, excellent, il y a encore notre montant de sécurité qui manque. Il y a encore notre montant de sécurité qui manque, même de l'autre côté. Ceux qui d'abord qui font le fond. Il n'y en a pas. Donc on doit encore faire des commandes. Si on avance même de l'autre côté, si vous remarquerez même les tirants, donc le câble de contre-vent là en dessus. Parce qu'il n'y a pas moyen de descendre là en dessus. Donc c'était déjà rouillé. On doit remplacer tout ce câble ici. Les 18 mètres qui sont là de l'autre côté. On peut progresser. Combien de mètres? Là, si vous remarquez, il y a ce qu'on appelle des mâchoires de tout. Il n'y en a pas aussi. Ici, donc presque tous les tronçons, même si vous arrivez là au fond, il n'y en a pas. Peut-être que l'on a 4 pièces. En fait, on fait ça avant 2 ans comme ça. Pour moi, c'est l'on a 4 pièces. Les mâchoires de c'est ce qui manque. Ça nous permet aussi quand on resserre les ponts, parce que ce sont des assemblages. Quand ça dessert, on ne peut pas donner un bon stabilité de l'ouvrage. Sinon, on risque de donner pendant que ça fait il y a un montage de il y a un des panneaux. Là, on peut quelque part le système ici remplacé. Banifungia na watu Kufuatia malalamiko haya, gavana wa muda wa kijeshi Kivu Kaskazini Jenerali Peter Chirimwami amelazimika kutembelea daraja hilo kufuatia amri ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ambaye ameomba daraja hilo muhimu likarabatiwe kwa haraka. Na utuelezee umuhimu wa hii daraja ama ulalo ni nini kwa mikoa miwili?
nasema kwa kifupi kama hii daraja unaona ilivunjika kunakuwa miezi fulani, na malalamiko ya raia ilifika kwa masikio ya chef de l'etat, na chef de l'etat alikatala, hapendi aone raia wake anateseka, na ndio kwa maana tulisema province ya Ituri na province ya Nord Kivu tupane response ku population kusudi rais asiendelee kusikia tena malalamiko ya raia. Na hii ina umuhimu, importance yake ni nini? Kwa sababu wewe ni mkubwa kuja mpaka huku. Umuhimu wa hii daraja ni kusema wafanyabiashara wa province ya Ituri na ya Nord Kivu ni hii daraja ndio wanatumikisha. Wakati hainako ni kusema kuko shida, na ndio kwa maana unaona magari na kakaa hapa juu haiwezi vuka, vitu vingine naoza, mafuta saa ingine nakosa Ituri, saa ingine nakosa province ya Nord Kivu, kwani hii daraja haitumika. Donc ni daraja ya lazima kwetu province yote mbili. Watu wanapita kwa maji hapa. Watu wanapita kwa maji, lakini hawana baki yenyewe wanatumia kamba, wanakokota, na riski yote ya magari kuanguka na kuzama na kupoteza raia. Nakumbuka miezi kadhaa ilipita kuna gari zilizama hapa hata na waraia wakapotea, na ndio kwa maana inafaa kufanya haraka kusudi hii daraja irudishe. Mheshimiwa Jenerali, tuambie, umefika hapa na wakaaji wa eneo hizi mbili wanaweza kutumaini kazi hapa zinaweza kuanzishwa wakati gani, na zinaweza inaomba nini ili kazi zianzishwe? Hakuombi tena kitu, kwani tulikuwa na shida ndogo, ilikuwa shida ya pesa, na tumepata mkongomani anasema kama yeye iko tayari kwa kuchunga pesa zifike, yeye anakamata pesa zake anazitia, na mamaje tu yeye yuko hapa, na ndio kwa maana tulikuja naye kusudi tusaidiane pamoja. Juu shida ya Ituri na shida ya Nord Kivu ni shida ya watu wa moja. Excellence Chiremwami. Moi, c'est Jean-Baptiste Matadi Mouyapandi, commissaire supérieur principal en grade et administrateur du territoire de Mambasa. On dit administrateur policier du territoire de Mambasa. L'important, c'est que nous sommes d'abord deux provinces sœurs, comme son Excellence venait de le dire. Nous sommes deux voisins. Et moi et mon collègue administrateur de Béni, nous sommes deux territoires frères. Et nous avons des problèmes communs de trafic de part et d'autre, c'est commun. Et nous avons aussi des problèmes transversaux, des problèmes qui se passent chez lui et on les déverse chez nous. Et nous avons des problèmes que nous devons de temps en temps traiter ensemble. Aujourd'hui, une occasion pour qu'on commence par le dossier de ce pont, qui est peut-être une première rencontre, mais on va faire tout pour les multiplier. Parlez brièvement des calvaires qui traversent les populations des deux entités à cause de ces ponts ici. Je vous dirais que ce n'est pas que les populations des deux entités, le territoire de Béni et celui de Mambasa, c'est peut-être aussi la République. Pourquoi? Parce que ce pont ici est d'intérêt non seulement provincial, mais je dirais même national. Toutes ces histoires qui quittent Goma, disons, Béni, et tout ça pour aller à Kinshasa, ça passe par ici et ça prend la RN4. Donc RN44 qui déverse à la RN4 pour aller à Kisangani et Kinshasa. Tout le haricot qui vient de Béni et autres, Butembo et autres, pour aller à Kinshasa, ça passe par ici. C'est-à-dire qu'il y a carence et chez nous à Mambasa, et à Kisangani, et à Kinshasa. De haricots et d'autres biens de première nécessité aussi. Donc c'est vice-versa. C'est un pont d'une très grande importance et au quotidien nous le sentons parce que quand vous arrivez sur le marché, le prix ont galopé, triplé même, c'est-à-dire il y a une difficulté énorme au sein de nos populations dans la vie de tous les jours. Hivi sasa tuko wilayani Mambasa, ni mkoa wa Ituri. Na hata huu mto unaona nyuma yangu inaitwa Ituri.
daraja hili ni daraja muhimu kwa sababu limekuwa likiunganisha mikoa miwili, yaani Kivu Kaskazini pamoja na mkoa wa Ituri. Lakini vile vile hii inasaidia katika biashara kutoka Kivu Kaskazini, Ituri na kuelekea katika mji wa Kisangani. Utafahamu kwamba vile vile kumekuwa na biashara ambayo imekuwa ikitoka katika mataifa ya Afrika Mashariki kama vile Kenya, Uganda pamoja na Tanzania na hata China ambao zimekuwa zikitumia daraja hili. Daraja hili limeharibiwa kutokana na utumiaji mbovu na mbaya wa watumiaji, hasa madereva ambao walilazimisha daraja hili kukatika. Lakini sasa hivi viongozi wa serikali, hasa kupitia amri ya Rais Felix Tshisekedi, ameamrisha viongozi wa mikoa miwili, yaani Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, kuhakikisha daraja hili linatengenezwa kwa haraka, kwa sababu wakazi wamekuwa wakilalamika. Tatizo ni nyingi sana. Wakati tunatoka kwa Bake kupanda juu ende kwa barabara, gari zinakufa, madifarasele zinakufa, mizigo na mwangika na magari zingine zinamwangika ndani ya maji. Hii nini ina umuhimu gani hii daraja hii, kilalo hii? Kilalo ina kazi mingi sana kwa sababu ina relie de province. Tunatosa mizigo Nord Kivu tunaleta Oriental na ingine tunatosha Ituri. Ingine tunatosha Ituri tunapeleka province ya Nord Kivu. Kawaida mnateseka namna gani kuvukisha hapa tangu imekatika? Tangu imekatika mateso ni nyingi, pesa tunalipa Bake juu wanatusaidia kwa kutuvukisha ngambo. Matatizo ingine inakuwa gari zinakufa kwa tangu unataka kupanda yule Bake, gari zinakufa, pine zinapika shafre pale zinaisha, diferensiele zinapasuka. Alors magumu ni nyingi sana ambayo tunapata kwa ngambo ya kuvuka ngambo na kuchelewa, tunalala hapa kumai, mamistiki na uluma watoto. Kwa hiyo mnaomba nini? Tunaomba poa tusaidie mbele ya wakati ifeni ni tengenezo tuanze vuka fasilemo. Jina lako? Kwa majina ni Kakule Kihami, kakuwa kosewa Achase Meproba. Bwana, na uko hapa kwa nini? Niko hapa kwa sababu hatuja kuvuka, tuna haja ya kuvuka. Tatizo ni nini? Tatizo hawamaliza kilalo, tunakosa kama guvernment natuwazia nini? Tuko nalipa kodi yabo yote, tuko nalipa iwe fonere kwa kila kitu yote tuko tunalipa. Ndio mnaomba nini? Tunaomba watumalizie kilalo, iko nakula franga mingi. Mmefanya muda gani hapa mkiteseka hivi? Imeisha hata kose mwaka kose mawimwa hivi inaweza kuwa imeisha. Tatizo ni nini ya kilalo? Tatizo bana katala tu kutuvukisha kwetu sisi tushaona kama kilalo cha kwa ya kuvukishia wako. Basi tushafika mlikuwa kwanza vuka mkilalo leo hawapende tu kutuvukisha. Itakuwa furaha gani wakati watapa hii kilalo? Itakuwa furaha sana juu iko raha yetu sie bote. Ona gizi tunalala hapa batu mingi. Mnavuka Mai-Mai? Tunavuka Mai-Mai hapa, tunalipa 60,000 sio mavatira kidogo. Ale retour unapoteza 7,000. Lezi tena trakasiri na yala kubalabala kubarulaji wiko natufunga sana. Utafahamu kwamba daraja la mto Ituri ni muhimu kwa shughuli za biashara, akisema kiongozi wa wilaya ya Beni Kivu Kaskazini, Kanali Eute Omeyonga Charles, na kiongozi wa wilaya ya Mambasa mkoani Ituri. C'est juste pour venir d'abord visiter les difficultés qui se trouvent entre la province serre qui est l'Ituri. Vous connaissez tout ce qui peut arriver à l'Ituri peut arriver aussi au Nord Kivu, à Beni surtout, à Mambasa. Mais c'est pour cela que les gouverneurs militaires, Chirimwami, il a déjà tout balayé, mais juste nous sommes ici, visiter ces ponts et prendre des dispositions utiles par rapport aux recommandations du président de la République. Oui, là tu dis là les ponts et pour l'intérêt national. Peut-être que vous avez la pression de votre population de Beni, parce que ce sont des qui quittent Beni chaque jour pour venir ici. Oui, juste c'est l'ajout. Ce n'est pas seulement l'intérêt national, peut être aussi international. Puisque l'Ouganda, Kenya, Soudan s'approvisionnent dans notre pont. Il y a des carburants qui passent jour et nuit, il y a des huiles de palme, il y a les bananes plantées. Et donc il y a plusieurs choses, même des planches. Alors si ce pont n'est pas bien entretenu, ces gens-là aussi, et nos frères, comment est-ce qu'on peut faire? Le trafic transfrontalier aussi existe. Ce pont ici, la RN 44, ça déverse à la RN 4. Alors, nous sommes en train de chercher quel mécanisme que notre population, je reprends encore sur la recommandation
de l'autorité nationale, qui est le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il a recommandé, il ne veut plus attendre ça, il faut que les deux provinces s'organisent et les deux administrateurs se rencontrent pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour donner la vie à cette population tant souffert de la guerre nous imposée par les étrangers. Muda mrefu umechaguliwa kama mbunge maeneo haya. Nini umuhimu wa hii kilalo? Ndio, asante sana kwa umuhimu wa hii kilalo. Nipe naomba tunaichange, tunaibadilisha ndani ya maendeleo yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kuakompanye rais wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni importance gani yenye iko hapa? Importance ya kwanza ya hii barabara inarelie province ya Nord Kivu na Ituri, ile ni importance ya kwanza. Ya pili ni nini? Ya pili inaingiza vile resete ku province zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa we kama mbunge unapoona wananchi wako wanateseka hivi na ulichaguliwa maeneo haya, ungeomba rais afanye nini? Naomba kwa rais na wakuu viongozi wote wa ofisi de route na wa ministère ya infrastructure, yaani ya barabara, waweze kudepeshe mabon, kwani vilalo viko vya mpya. Majina tena? Kwa majina wananiita Honorable Mumbere Kachunga Papi. Unaenda ingia mugari. Ni unaamua kutengeneza hii daraja ya Ituri? Hii barabara tuko naye na intere iko setine ville, biko ba ville biko ba ndugu, c'est sur des villes serre. Na hii barabara si njo tuko nayo, lazima malgré iko ku Ituri, ba operateur économique ya Beni, Butembo njo biko nayo lazima sana, na imekawia sana depuis mars mpaka leo, ça fait pratiquement 9 mois. Alors tunaona inakawia juu tuko na hakika ke tukamaliza kutengeneza hakika watatulipa, na lazima tuanje kwanja mbele, tukishamaliza ndio tuye kutafuta pesa nyuma. Sasa utatosha nguvu wapi za kuanja kuitengeneza? Tuko wa operateur economique, tunafanya biashara na tumeshimama siku mingi, tunakamata pesa yetu kidogo tunatumika nayo juu tuko na hakika ke wataturudishia. Ni wakati tu ya kusukuma pesa njoo yapatikana. Kazi ya kusaidia serikali inaanza wakati gani? Tangia 2018 ni wanasemaka partenariat privé et public. Ni frase yenye iko mkitabu. Lazima sipeke tukwe tunaona kwanja hapa ni mbaya. Tukishaona mbaya tunaenda kumuonesha mkubwa. Na hizi kwenda kumuonesha tu mkubwa, yafaa kumuonesha mkubwa pia tuko na lazima kusaidia. Tusaidiane juu tuende mbele. Patriot. Viongozi wa mkoa ya Kivu Kaskazini, yaani gavana na timu lake, walifanya mkutano katika mvua kali kwenye daraja hilo. Kazi za daraja hilo ikiwa zimepewa kwa Gertrude Vihumbira. Utafahamu kwamba daraja hilo ni muhimu sana kwa mikoa ya mashariki mwa Kongo. Ni daraja la Ituri, daraja lililokatika siku zilizopita kutokana na matatizo ya magari. Tumekuja hapa kutazama namna hali imekuwa ikiendelea, na hapa tumekutana naye Peter Chirimwami ambaye ni gavana kwa muda wa Kivu Kaskazini, lakini na mkuu wa jeshi mkoa wa Ituri. Anatuelezea nini kimemuleta hapa.
Lakini hata hivyo kuna madereva ambao wamejaa hapa, wanashindwa namna ya kupita. Kuna wakaazi ambao vile vile wako hapa. Sasa RTNC, tia RTNC. Mimi nilikuja kushindikiza kupokea delegation. Wacha kazi. Ndio umuhimu gani wa hii kilalo? Hiyo kilalo inaunga jimbo mbili bwana wangu, na ni ya faida sana juu ya usalama na juu ya uchumi. Wakati hiyo kilalo ilivunjika kulikuwa shida sana, na leo tunashukuru kunakuwa delegation kubwa inakuja juu ya kusaidia wenyewe walianja hiyo kazi waimalize. Sisi tunamwomba rais asifanye kitu ya kuwa tena provisoire, ikale kitu ya mzuri yetadumu sana. Ina umuhimu gani hii daraja? Hii kilalo iko na importance gani kwa haya maeneo? Ya muhimu sana. Inatoka kukuambia baba, inachanga province mbili na inatusaidia sana kwa uchumi. Unajua province ya Nord Kivu na province ya Ituri inaishi sana na uchumi. Na hata kwa kuhusu usalama, utaona kama maneno ikawa huku waaskari kwa kuja kuvuka inafaa wavuke na mitumbi na kama tamuda, na kama watatoka Nord Kivu kwa kuja itakama tamuda. Na njoo tunamwomba rais isikuwe promise, ifanyikiwe kwa muda mfupi sana. Jina lako tena mheshimiwa? Abdalla Penembaka Jefferson, mtumishi wa Mombasa. Ni hivyo ilivyo. Ukitazama daraja hili, kama hapa kulikuwa vifaa vimetoka, ina tatizo, lakini hapa imeombwa kwamba daraja hili liweze kutengenezwa. Haya ni magari ambayo yamekwama hapa kwa muda mrefu. Magari mengine yamekuwa yakipita hapa, kama vile unavyotazama ni kwamba gari inaingia pale kwa maji, alafu baadaye itavushwa hadi hapa ikikokotwa mpaka inakuja inapita. Maisha hapa ni magumu, namna wanavyotuelezea wakazi wa eneo hili ambao wanaomba kwamba ni lazima mradi huu uweze kumalizika kwa haraka. Ukija ama kuelekea katika mji wa Kisangani, ukitokea Kivu Kaskazini kuelekea mji wa Kisangani, yaani hapa unalazimika tu kutoka kwanja kwa gari lenyewe linawekwa hapa. Kama haya magari yamevushwa kupitia hizi baki. Gavana wa Kivu Kaskazini kwa muda Peter Chirimwami amesema kwamba kufuatia amri ya Rais Felix Tshisekedi watahakikisha daraja lenyewe linatengenezwa. Mimi ni Oscar Malivika wa NTV niliyetembelea maeneo haya. Samuel na Mayo Honorable Zawabi nalingina sala interview na yeye hawa. Honorable yao. Te, ote. Mokolone.